Sasa kuna huyu PS wa TVET. Wa TVET anaitwa Esther Moria. Aliweza kusema kwamba TVET students waweze kuvaa attire instead of graduation gowns. Wakati wanaingia katika wanafuzu. Maafala wale. Yani kama wewe wafanya engineering, uvae kama engineer. Uvae tu magwanda ya engineering. Kama wewe ni unafanya hospitality wale wa kupika watu. Yale manguo ya hospitality ya wapishi yale. Kama wewe ni mwanahabari sijui utavaa nini. Labda headphones. Na utembea na microphone kwa mkono. Unajua kwa muda mrefu sana TVET institutions zimekuwa zikifanya graduation tu kama university. Unaelewa? So university mtu unavaa tu graduation gown yako pale unapigwa picha na kadhalika. Lakini sasa kama tu a new directive ambayo imeweza kutolewa na huyu PS wa TVET, katibu mkuu wa masuala haya ya TVET kidogo pale, Esther Moria, ameweza kutoa hiyo directive. Sijui unaichukuliaje Jesse? Unaionaje? Iko fiti? Iko sawa? Iko mbaya? Inakaa funny because sasa mtu ambaye anafanya social work atavani. Mtu ambaye anafanya human resource atavani. HR watavaje? Labda si masuti hao watu wa officials. Mtu anafanya accounting atavani. Official pia. Lakini anatembea na account books kwa mkono. Utamdifferentiate aje na nini? Okay, mtu wa accounting na human resource utawadifferentiate aje? Ni ngumu. I feel like angeacha tu watu wavae graduation. You know, ukimaliza kusoma, that's another achievement. At least you feel that nini, ukivalishwa ile kofia, ukivalishwa ile nguo, kuna tu ka feeling flani you get, unaona, and you're like, at least I have moved another step in my life. Niongeza kitu kwa eulogy yangu, unaona. But sasa ukiwaambia wasivae nini, me I don't feel kama ni sawa. See, it has been there since then. Wacha tu iendelee, unaona. Mimi sioni haja ya kuwanyima hiyo graduation gown. Mimi naona iko sawa tu. Mimi sioni. Iko sawa. Yani sasa watu wapishi watembea na masufuria ama wafanye nini? Si sufuria. Unaona kama vile watu fanya catering hapo hivyo, hapo wakipika katika sehemu za harusi, matanga nini vile ambavyo wamevaa kofia nini na kadhalika. So anapewa hiyo kofia na vaa, then wanakaa pamoja. Unajua mkiwa wengi mnakaa smart. Alafu sasa hapa sijui kama TVET yenyewe ndio itaorganize hayo magwanda yatakuwa nauzwa ama wanafunzi atakuwa ananunua. Sasa hapo ndio tatizo. Maana tumekuwa tukilipia gown. Unaenda unalipia gown pale, unapewa gown imeraruka. Ni mbaya. Na mama yako ametoka all the way from Maimahiu anakuja huku. Unapata umevaa gown imeraruka. Unapewa gown iko na kunguni. Unapewa gown iko na kunguni na vitu kama vile. So a directive imeweza kutolewa na PS huyo wa masuala ya TVET, anasema kwamba wanafunzi kama uko vocational training, kama uko polytechnic, yani yoyote inayohusiana na masuala ya kazi ya mikono pale. So inamaanisha iwapo basi itakuwa vile kuanzia next graduation hautavaa gown. College ziko under TVET. Like college tu ya kawaida. Yes, ziko under TVET. Watu wa KMTC wote pia wako nini? KMTC iko tofauti. Unajua KMTC hiyo ni medical college. KMTC na TTC hizo ziko tofauti sana kidogo. Wanaendelea kuvaa nini? Au si KMTC already wao wako na gwanda lao. Sasa sijui kama watavaa vile wanasema, sababu kuna zile ribbons ambazo zinawatofautisha mtu ambaye amefanya certificate, amefanya diploma na higher diploma, zinatofautisha. So wao wako tu sawa. Lakini hata sioni nini. Wewe bora una cheti. Cheti ndio muhimu. Hata ile gwanda ni siku tu moja unapiga picha peke yake. Hata kuvaa magowns by the way. Una vyeti. Nina si ndio? Nilikuwa na wengine tukiwa campus, kuna wengine hata wakulipia hizo gowns. Wao walienda akasema kwani siku ya maana tu ni hiyo certificate tukisonga nayo. Hata siku ya graduation walikaa ni kama wako ni kama hawako. Anasema mimi nangoja miezi 3 ishe mimi ende nichukue certificate yangu kwani kesho. Bora wewe uko kwa kitabu. Very important. Lakini ni sawa tu anyways. Kwingineko, koti ya Kenya imemfunga jela mwanamume wa Kichina wenye miaka 44. Afanyaje? Miaka 10 jela baada ya kupatikana makosa ya Disemba 7 mwaka jana. Kwa kumpapasa msichana bila idhini yake wakiwa kwa ndege. Inasemekana kwamba msichana huyu alikuwa amelala. So Mchina akaamua kuchukulia advantage, labda aliona ni Mwafrika, ampapase tu amshike ovyo ovyo. Sasa binti kuamka kakutwa bwana anapapaswa na Mchina. Sasa mbona ashike mwenzake? Mchina anamshika mwenzake ambaye ni Mkenya bila idhini.
So kesi hiyo jamani, imeweza kuona kwamba huyu Mchina atafungwa miaka 10 jela. Ale Githeri, unajua amezoea seafood. Kwa wengine wale wana tabia kama hizo. Huyu amezoea seafood, sasa ataona ngumu sana pale. Do you know by the other people who have that tabia ya kushika wengine? Hata kwa barabara ukitembea, unapata mtu anakushika, unashangaa sasa unanishikia nini shwari? Alafu unajua pia I once slapped mwingine pale Luanda. Kwa kunishika, ananishika kwa nini? Nikamwambia do you know I can sue you. Customer. Alikuwa ni conductor wa matatu. Si ndio hiyo customer. Ananiguza aje, na ananishika in a appropriate way. So I was like, why are you touching me? Who gave you permission to touch me? By the way, nikamwambia I can sue you na hakuna kitu utafanya. Akafikiria na joke. Nikamwambia ukishika watu kwa hii barabara, kuna wengine si wa kushikwa tu hivi hivi. Jua unashika nani, najua unacheza na nani. Unajua kumekuwa na malalamishi pia hapo kwa makondakta. Nasema kwamba makondakta vile wana handle maabiria wa kike, si wana handle kwa njia tofauti. Anamwambia ingia madam, ingia. Unaona akimguzaguza hivi, wewe si hataingia kwa gari na vitu kama hivyo. So ukitaka kujua kwamba hiyo ni hatari, jua kwamba Mchina ako pabaya, maana atakuwa nakula githeri. Mtu amezoea seafood, amekuwa akikula crabs and what, sasa hivi ataanza kula githeri pale jela miaka 10. The only reason makosa aliyofanya mwaka kupapasa mtoto wa kike 2025 tarehe 7 Disemba. Funzo kwake na wengine ambao wanapenda kuguzaguza watoto wa kike ovyo ovyo. Ukienda sokoni unaona ile kufinyana ile, unashtukia tu mtu anakuguza, unashangaa and not even touching my behinds like that. Who gave you permission to do that? That is bad man. Na unajua alikuwa teenager wa miaka, ninashika tu mkono kukuamie. Teenager wa miaka 17 ndio aliguswa. Ndege ilikuwa inatoka China ikija Kenya. Ndege Southern Airlines flight kwa inatoka China ikikuja Kenya. So huyu Mchina wa miaka 44, huyu ni jamaa mzee ambaye anaingia uzeeni. Akashika mtoto wetu wa miaka 17. Mtoto kuamka, kumbe wazazi wake ni wakali, wanajua mambo ya legalities. Wakaamua Mchina utaozea huku Kenya. Na iwe funzo kwa wengine wenye tabia kama hiyo. Watu wana tabia mbovu sana huko nje, kushikashika watu bila idhini. Ole wako mimi uniguze nitakutandika. Utashangaa sana. Ndivyo hivyo bwana, mambo hayo unavyoyasikia bwana.